Video ya sekunde 101 iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran inaonyesha kile jeshi hilo linachodai kuwa ni makombora yaliyolenga maeneo yanayohusishwa na majeshi ya Marekani katika ukanda wa Ghuba. Iran imesema mashambulio hayo yalilenga vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na maeneo ya kimkakati nchini Bahrain, Kuwait na Qatar, ikieleza kuwa ni jibu la mashambulio ya anga ya Marekani yaliyofanywa kwa usiku wa pili mfululizo dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa kutoka Iran, mashambulio ya Marekani yamesababisha vifo vya watu 14 na kujeruhi wengine 78 ndani ya siku mbili. Milipuko pia imeripotiwa katika miji ya Bushehr, Bandar Abbas, Sirki na Shah Bahar, maeneo yaliyo karibu na mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, katika video waliodai kuitoa inaonyesha mashambulio dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran. Marekani yenyewe imesema operesheni hizo zinalenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za biashara na usafiri wa kimataifa katika mlango bahari wa Hormuz. Washington pia imedai kuwa hatua hizo ni majibu ya mashambulio ambayo Iran inadaiwa kuyafanya dhidi ya meli katika eneo hilo. Hata hivyo, madai yaliyotolewa na pande zote mbili bado hayajathibitishwa kwa njia huru. Wakati huo huo, nchini Kuwait hali ya tahadhari imeongezeka, huku picha zikionyesha ving'ora vya onyo vikisikika katika maeneo mbalimbali na vikosi vya usalama vikiendelea kufuatilia anga. Mamlaka zimewataka wananchi kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama wakati tathmini ya hali ikiendelea. Kuendelea kwa mashambulio kati ya Iran na Marekani kumezidi kufifisha matumaini ya kurejea kwa mazungumzo ya amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema usitishaji vita wa muda uliokuwa umetangazwa awali umefika mwisho, akionya kuwa nchi yake itaendelea kujibu mashambulio yoyote yatakayolenga maslahi yake katika ukanda wa Ghuba. Mvutano huo umeongeza hofu ya kuenea kwa mapigano katika eneo lote la Ghuba, huku baadhi ya mataifa yakiongeza ulinzi wa anga kutokana na wasiwasi wa mashambulio zaidi. Hadi sasa mamlaka za Kuwait hazijathibitisha rasmi chanzo cha mashambulio yaliyoripotiwa. Katika hatua nyingine, maelfu ya waombolezaji wamejitokeza katika mji wa Mashhad kushiriki mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mazishi hayo yamefanyika baada ya siku 6 za maombolezo yaliyofanyika katika miji mbalimbali nchini Iran, yakiwemo maandamano makubwa yaliyopita katika uwanja wa Engelab mjini Tehran. Waombolezaji walionekana wakiwa wamebeba bendera na mabango mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa na picha za Khamenei na wengine wakitoa kauli kali dhidi ya Marekani. Hashim Kusaga, Azam News.